أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. اللهم أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل في علاه. Ndugu zangu Waislamu wapenzi na wafuasi wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ninakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah jalla fi ulah, na tufahamu ya kwamba ikiwa mwana wa Adam hakuwa tayari kuvaa vazi la ucha Mungu, basi hubadilika kuwa uchi hata kama amevaa mavazi. Na vazi bora kwa mtu ni kile kitendo cha kumcha na kumtii Mola wake, na siku zote hakuna kheri kwa yoyote yule aliyekuwa tayari kumkera na kumuudhi na kumuasi Mola wake. Ndugu zangu Waislamu, anwani ya khutba yetu ya leo, kichwa cha habari kinatuambia jambo pekee tuliyotakiwa kuliiga kwa wasiokuwa Waislamu. Na kabla ya kuingia ndani ya khutba yangu moja kwa moja, naomba nitoe angalizo kwa wale wazee wa jazba, wale wazee wa kuhukumu, wale wazee wa kukurupuka. Wasinihukumu kwa kichwa cha habari cha khutba yangu, maana namna Waislamu tulivyokuwa ni wazee wa kukurupuka. Mtu anaweza akaona tangazo tu linasema jambo pekee tuliyotakiwa kuliiga kwa wasiokuwa Waislamu, komenti 222. Shekhe, sisi hatuna la kuiga kwa wasiokuwa Waislamu. Shekhe, sisi hatutakiwi kuwaiga wasiokuwa Waislamu. Muislamu anatakiwa awe anatarayuth, hatakiwi kuwa na pupa wala papara. Akisikia jambo analifuatilia mwanzo mwisho, ndipo sasa akitaka kutoa hukumu zake na azitoe, lakini atoe kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, na sio kwa mujibu ya matamanio ya nafsi yake.
mimi nimekuja na khutba inayosema jambo pekee tuliyotakiwa kuliiga kwa wasiokuwa Waislamu, na mimi ni mtu ninayejitahidi kuishi kwa dalili kutoka ndani ya Qur'ani na Sunna za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza sasa wewe mzee wa kukurupuka elimu ndogo, elimu finyu, na kupeleka katika sura ya 8, Suratul Anfal, aya nambari 73. Sikiliza Mola wetu, muumba wetu, Mungu wetu na mlezi wetu kwa ujumla, namna anavyotutaka Waislamu jambo hili nasi tulifanye kama wanavyofanya wenzetu, nasi tuwaige wenzetu katika hilo, nasi tujipambe na tabia hii waliojipamba nayo wenzetu. Twende katika sura ya 8 Al-Anfal, aya nambari 73. Sikiliza Allah anavyosema. Allah anasema, walladhina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnah إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. Sikiliza wewe, pokea nondo kutoka kwa Mola wako mlezi. Na hapa ndipo Waislamu tulipoanza kuharibikiwa. Mwanzo mbaya wa Waislamu wa zama hizi, hapa ndipo ulipoanzia. Allah anatupa picha halisi ya wasiokuwa Waislamu. Anasema walladhina kafaru, na wale waliokufuru, ba'duhum awliya'u ba'd, wao kwa wao ni marafiki, wao kwa wao ni vipenzi. Baada ya kutupa picha halisi ya umoja, mshikamano, upendo, kuthaminiana kwa wasiokuwa Waislamu, kisha akatutaka Waislamu nasi tuliige hilo. Akasema illa taf'aluhu, na nyinyi Waislamu musipofanya hivyo. Hivyo vipi? Musipokuwa marafiki nyinyi kwa nyinyi, musipokuwa ndugu nyinyi kwa nyinyi, musipokuwa vipenzi nyinyi kwa nyinyi, takun fil ardi, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, basi fitna itakuwa kubwa katika ardhi na uharibifu mkubwa kabisa. Wanawachuoni wa lugha wanasema illa taf'aluhu ayif'aluhu ayuha almu'minun, musipofanya hivyo. Wakasema maana yake, nanyi Waislamu fanyeni hivyo. Vipi? Mupendane nyinyi kwa nyinyi, muenziane nyinyi kwa nyinyi, muwe vipenzi nyinyi kwa nyinyi, muwe na mshikamano nyinyi kwa nyinyi, lenu liwe moja kama walivyo wenzenu.
na musipofanya hivyo basi fitna itakuwa kubwa katika ardhi na ufisadi utakuwa mkubwa kabisa. Na hii inanikumbusha hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu, pindi ambapo atakapokujieni mtu ambaye mnaridhika na dini yake, mnaridhika na tabia zake, basi haraka muozesheni. Illa taf'alu, musipofanya hivyo. Vipi? Musipowaozesha waposaji wenye dini na tabia njema, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, basi fitna itakuwa kubwa katika ardhi na ufisadi utakuwa mkubwa.